Karibu mtazamaji katika channel hii ya Sister Dr. Juliet Wangui Macharia. Mimi ni mtawa kutoka shirika la masista wa Mtakatifu Yosefu jimbo kuu la Mombasa, lakini vile vile ni gynecologist and fertility educator and medical management doctor, na nina furaha kukukaribisha tena katika masuala haya ambayo ni ya msingi sana katika maisha yetu kama jamii, kwamba tunapaswa kufahamu mengi yahusuyo afya zetu. Lakini usisahau kusubscribe. Na washukuru nyote ambayo mmeweza kulike, kucomment, wengine kusubscribe, na wengine hata kushare kwa wengine. Kwa hivyo Mungu aendelee kuwabariki nyote, na mzidi basi kuendelea kutazama vipindi vyangu hivi ambavyo nimeviweka, na hii ikiwa ni video sasa ya 12 katika mafundisho haya yahusuyo maisha yetu na afya zetu. Leo tunaendelea katika mambo ya FEMTEEN. FEMTEEN manake ni fertility education and medical management among the teenagers. Na among the teenagers hawa ni vijana wa kike na wa kiume. Sasa leo tunaongea kuhusu vijana wa kike, na hili linatuhusu sisi sote. Linakuhusu wewe kama mzazi hapo nyumbani, linakuhusu wewe kama mwalimu shuleni, na wale ambao wanafundisha katika makanisa na pia katika misikiti. Na unapoangalia basi ni swala ambalo linatuhusu sote, kwa sababu mtoto hana mzazi mmoja. Mtoto ni wa wazazi wengi, mtoto ni wa jamii. Kwa hivyo nina furaha ninapofundisha jamii, na ni vizuri hasa wazazi tukielewa masuala haya ambayo ni ya teen fem. Mtoto wa kike anapokuwa, ama mtoto yote yule, huwa anajikuta katika ulimwengu ambao hajui afanye nini. Kwa hivyo anakutegemea wewe, anayoyaona kwako, na yale pia anajifunza anapokuwa. Kwa hivyo vile anavyokuwa inategemea na mazingira ambayo amekulia. Kwa hivyo sisi tunapokuwa na hao watoto, tuna wajibu mkubwa sana kama wazazi na kama walezi kwa hao watoto. Watoto ni kiungo muhimu sana katika jamii yoyote ile. Bila kuona watoto wakikua, basi hakuna mwendelezo wa jamii, ama hakuna mwendelezo wa kabila au nchi. Lakini tunapoona watoto wanakuja, wanaongezeka, na pia wako vizuri, wana nidhamu safi, wanakuwa katika mazingira ambayo ni mazuri, basi ni furaha. Lakini haya ambayo ninapenda kuyafundisha leo ni kwa sababu kuna jambo ambalo haliko sawa. Wajibu wetu sisi kama wazazi tuna usahau sana. Na tunasahau kwa sababu labda sisi wenyewe hatujielewi, au hatufahamu ni nini ambacho kinaendelea, au tulipokuwa vijana hatukufundishwa haya. Kwa hivyo tulijikuta katika ulimwengu wa sisi kwa sisi. Kwa hivyo watoto wako nao unawategemea hivyo hivyo, wajifunze wenyewe. Lakini tunaanza kuona madhara yake katika miaka hiyo iliyopita, kwamba watoto walikuwa kama vile shule sasa hivi zimefungwa, wanakusanywa sehemu kulingana na umri wa miaka yao, wanafundishwa, wanaelezwa ni nini hasa kinaendelea katika mili yao, na wanapaswa kujua kujiwekaje kama vijana, na hasara ya kutojielewa. Lakini siku hizi tuko tayari sisi kama wazazi kuwapeleka watoto wetu akale vizuri, kuwapeleka watoto wetu shuleni. Sasa hivi wanafanya tuition, wengi wako tuition. Kuwapeleka hata wakaone wanyama, kuwapeleka waende wakasalimie sijui wapi na wapi. Lakini sisi kama wazazi hatuna muda na watoto wetu.
Session iliyotangulia niliweza kusema kwamba wazazi wengi wanaona watoto wao kama shida, ama kama wakifika nyumbani sasa wanaanza kujishika vichwa. Lakini hivyo sivyo. Wale watoto wanatutegemea sisi, na tunapaswa kujituma kama wazazi. Msichana ni wa thamani sana, mtoto yote ni wa thamani, lakini msichana kwa namna ya pekee akikosewa tu, hasa kwa umri ule ambao siku zote nasisitizia, tuseme miaka 9 mpaka miaka 15 ama 16. Huyu ni msichana ambaye tunaweza kumweka katika grade 6 kama sijakosea, aende mpaka around form 4, or tunaweza msogeza form 3 hapo. Lakini tuseme ni wasichana ambao wako katika hawajabale, wako karibu kubale mpaka wafike labda baada hata ya form 4. Huo umri very sensitive age. It is very sensitive kwa sababu akikosea tu katika huo umri, basi hata maisha yake ya baadaye yanakuwa na changamoto. Sasa yule mtoto anapokuwa akifika miaka 9, huwa anaanza kuota ama kuwa na matiti. Na mara nyingine yanapoanza kukua, yanaanza kuwa madogo kwanza, baadaye yanapotea, lingine linatokea upande huu. Msichana yuko excited. Hizi ni vitu gani ambavyo sasa vimeanza kukua, ndivyo huwa yanakuwa yuko peke yake, na wengine hawaelewi, na mara nyingine huwa ni machungu sana yanapokuwa yanaota. Kumbuka yana stage zake, we call them Turner stage. So kuna Turner stage 1 mpaka Turner stage 5. Na katika hizo stage kuna mabadiliko ambayo yanatokea kwenye kifua cha huyu mtoto. Sasa wewe mzazi unapaswa umuelimishe, kwa sababu matiti yanapaswa yatoke mwanzo, na wala si the other way round, kwamba aone damu kabla ya kuanza kuona matiti. Kwa hivyo kuna kuwa na shida. Kwa hivyo anapaswa kwamba ameanza kupata matiti kwanza. Baada ya matiti kutokea, anaanza kupata nywele kwenye makwapa na pia katika sehemu zake za siri. Na zile nywele hazikuikui nyingi kwa wakati mmoja, zinakuja pole pole taratibu. Na mara nyingine atashangaa, haelewi, wengine hawaelewi. Wanaweza kuwa wamesoma darasani, lakini wewe mzazi unapomuita mtoto wako, unapomuona sasa yuko kwenye umri hata miaka 8, kwa sababu siku hizi watoto wanabale mapema sana, kwa sababu sisi wazazi tunachangia kwa kuwalisha vibaya. Kwa hivyo unakuta yule mtoto anaanza kubale mapema, haelewi kwa nini ana matiti, haelewi kwa nini anapata nywele, but wengine wanakuwa tu wamechanganyikiwa. Lakini baada ya miaka 2 mitatu, yule msichana ataanza kupata hedhi. Sasa wazazi wengi huwa tunangojea hedhi, kwa sababu kumbuka yule mtoto atahitaji padi. Kwa hivyo utaingia mfukoni ukamnunulie padi. Sasa hapo ndio tunaanza kuwajibika, lakini kuwajibika kwa kununua, sio kwa kumfundisha aelewe ni nini ambacho kinaendelea katika mwili wake. Kwa hivyo wewe mzazi unayenitazama, haijalishi kama wewe hukufundishwa, hebu chukua muda ufundishe mtoto wako. Kaa na mtoto wako wa kike, mueleweshe kwa nini anatoka matiti, kwa nini ana hayo, kwa nini yanauma. Kwa sababu yatauma yanapoanza kukua, baadaye yanaisha, yale ule uchungu unaondoka. Kwa nini akianza kupata nywele ataanza kusweat, akifanya kwapa hivi ananuka vibaya sana? Kwa nini hakuwa anaona maji yakitoka? Mbona sasa hivi anapovaa blouse anasikia maji yapo? Na huu ndio muda wa kumwambia kwamba hizi alikuwa akivaa tu vinguo vinafika hapa, lakini sasa hivi ameanza kuwa msichana mkubwa, anapaswa kujistiri vizuri. Lakini tunawaacha tu. Anakuwa msichana mkubwa, anaanza maziwa yanaanza kuongezeka. Yanapoanza kuongezeka, msichana haelewi, yupo tu. Nakumbuka nakuta labda yuko shuleni, kuna vijana wako pale, mara nyingine wanapenda kuwaona wakiwa vile, kwa hivyo watamfuata yule msichana.
wengine wanataka kumkumbatia. Yule msichana hajielewi, na kwa sababu yupo katika hiyo tunasema the adolescent stage, hajaanza kuona hedhi, kumbuka, kwa sababu akianza kuwa na matiti na kuanza kuota nywele, mwili pia unaanza kuongezeka. Kwa hivyo anakuwa na hip broadening, anaanza kuongezeka huku kwa makalio na katika thighs, anaanza kunenepa na anaanza kupendeza. Usura na mikono inaanza kuwa soft. Hii ni kwa sababu anapoanza kubalee. Hakuna kubalee kwa mwanamke hata kwa kijana unafanyika pasipo homoni. Sasa zile hormones zinambadilisha sana miili yake. Kwa hivyo anapoanza kupata sifa za mtu mzima, the characteristics kama tunaziita sexual characteristics, ambao mojawapo ni breast, zingine ni hip broadening, zingine ni hizo hair, the armpits and the private parts. Lakini sio kwa nje tu peke yake kuna mabadiliko, hata system zake za mwili zina mabadiliko. Na system ambayo ina mabadiliko sana ni reproductive system. Yule msichana kwa sababu ya estrogen hormones na hormones zingine ambazo awali nimeshaziongelea katika ile session ya the science behind the menstrual cycle part 1 and part 2, utakuta kwamba huyu msichana sasa anaanza kuwa na feelings, anaanza kutamani opposite sex, na kila mwanamke ana testi yake. Kwa hivyo hata yule mtoto, japo ni mtoto, lakini ana testi. Kwa hivyo kama ile testi kwa mfano ikimwelekeza kwa mwalimu fulani katika shule, tuangalie labda afundishwa na mwalimu yuko grade 9 labda. Kwa hivyo ile testi yake inampeleka kwa mwalimu wake wa mathematics, na mwalimu wa mathematics hakuna hata siku atakosa darasani. Kwa hivyo yule msichana badala ya kusoma, kwa sababu ana vitu ndani mwake ambavyo sasa vinamdirect, vinampeleka kwa huyu mwalimu wa mahesabu. Haelewi tena hesabu, haelewi. Anaanza kufuatafuata yule mwalimu, anamuuliza maswali mwalimu, badala ya kumwelewa. Sometimes hatuwaelewi hawa watoto. Kwa hivyo tunaona kwamba huyu msichana ananitamani, na kwa sababu ananitamani mimi, ninaanza sasa na mimi badala ninakosa ule uzazi, yani ninakosa kuwa mzazi, ninaanza kumgeukia kama boyfriend. Wakati wewe ni mwalimu, ni mtu mzima, na wengine hata wameoa, una mke na watoto, na hata huyu unayemfundisha labda ni kama firstborn wako, lakini unakuta kwamba unaanza kumtamani mtoto wa mtu bila kuelewa kwamba huyu mtoto anaweza kuwa the taste of a man she has in her mind. Ni kuwe kama wewe, anataka mwanaume ambaye labda ana ndevu chache, mwanaume ambaye si mnene, asifanane na babake, kwa sababu babake huwa ana kitambi kikubwa na anamjibu vibaya. Kwa hivyo yeye testi yake ni mwanaume mwembamba. Sasa wewe una fit ile testi ule msichana wa kike anayo, unaifit kabisa. Na kwa sababu unaifit na amekuja darasani, na kumbuka kwamba menstrual cycle haichagui impate msichana akiwa nyumbani. Hapana, tulisema is a day in day out life of any woman in this planet. Kwa hivyo amekuja kwako akiwa katika ile stage, amemaliza hedhi labda last week. Baada ya siku 3 ile estrogen hormone iwe inapanda. Sitaanza kufundisha science behind the menstrual cycle kwa sababu tayari ipo kwenye video zangu. Kwa hivyo unaweza kwenda tena ukaielewa, ama ukampa mtoto wako akaweza kujielewa zaidi. Kwa hivyo ile estrogen hormone huwa inaongezeka kipindi kile, na inapoongezeka inamfanya msichana anakuwa na attraction na feelings, sexual feelings, na anakuwa na ile sexual drive iko very strong in her. Sasa tusipomsaidia, wewe ni mwalimu, uwe ni baba, na sometimes anaweza kufall in love with her own father, fall in love with her own brother, kwa sababu aliangalia movie moja akapenda kijana mweupe
mwembamba, mwenye sauti ambayo iko bass like. Na hizi characteristics ambazo anazipenda na ziko ndani mwake, na ndio test, zina kaka yake, zina jirani yake, zina classmate wake ambayo wanakaa pamoja. So mwelewe mtoto wako wa kike. Kana yeye, muulize, what taste of a man do you like? Ask her that question. Anayo. Don't feel shy. Wazazi, tusione aibu. Tusione aibu. Kama wewe umejikoroga, wewe sasa jisamee huko. Lakini hawa watoto tuwasaidie. Kwa hivyo, huyu msichana, kama kwa mfano alipenda mwalimu anafundisha subject fulani, sasa badala ya kuperform vizuri, atakuwa haperform vizuri sana. Yaani anaperform a bit poor, kwa sababu ameanza kumleta karibu na yeye imagination. Sasa mwalimu usipomwelewa yule mtoto, unakuwa umemkosea sana. Na si watoto wa kiume peke yao, wa kike peke yao ambao wanaweza kuwa attracted. Kumbuka inaweza kutokea pia kwa the opposite. Yani mtoto wa kiume akapenda madam, ama mtoto wa kiume pia akapenda mamake ama babake. Kwa hivyo wanapokuja kwetu katika hali ya upendo ule, mwelewe msichana yule, muelimishe katika hali ya upendo, ajielewe. Na umuonye kwa mapendo. Kama yuko too much, muonye kwa mapendo. Kama ni mwalimu pia, ukiona kwamba anakuwa karibu sana na wewe, baada ya kwamba ama huwezi kumwelimisha mambo kama hayo, basi unaweza kuongea na wale ambao wanaweza kumsaidia. Lakini tusiwachape, tusiwanenee maneno mazito, tusiwaite makahaba, tusiwaite malaya. Hayo ni maneno mazito ambayo yanaweza kuharibu ama kuweka injuries kwa huyu mtoto, kwa sababu pia hajielewi what is happening in her body. Kumbuka sexual drive, it's very strong, na inaweza kufanya msichana wa kike akavunja hata dirisha akaondoka usiku. Wewe umelala ndani ya nyumba kama mzazi, mtoto hayuko ndani ya nyumba. Hiyo ni sexual drive. Lakini tukimwelimisha, akifahamu madhara yake, hatutakuwa na hizi mimba za mapema tunazoziona sasa hivi. Hatutaanza kuona human papilloma virus ikivamia watoto wetu at this early age. Hatutaanza kuona watoto wanakuwa na chronic infections kwa sababu wamezoea sexual intercourse wakiwa wadogo, very young. Mtoto ana grade 4 anajua sexual intercourse, grade 5 anajua na anafanya vizuri. Afu niambie, kizazi tunaelekea wapi? Na mzazi yuko pale, na baba na mama wako pale, na hawajui kama mtoto anafanya hivi. Remember, na hii ni siri na waibia wazazi, msichana wa kike akianguka katika tendo la ndoa akiwa bado mdogo, unless mama hajielewi, ni rahisi sana kumtambua. She changes completely. Anabadilika. Aibu inampata. Ni lile tunda lile la kitabu cha Genesis. Waliposikia Mungu anakuja anatembea, sasa anakuja kuwaona, walikimbia. Adamu ni huyu mwanamke ulionipa. Na wewe kama mzazi, ukiwa hapa smart, kama wewe hujui, peleka huyo. Ukiwa na wasiwasi, mpelekee nyanya yake. Hata kama hata kuambia, speaks, utajua tu, utajua. Kwa hivyo uelimishe mtoto, kwa sababu mara nyingine wanajiingiza kwenye mambo kama hayo kwa sababu hawajielewi. Kumbuka, kubalee kwa msichana kunategemea mambo mengi sana. Wasichana wetu wanabalee mapema. Unashangaa mtoto ana miaka 7, ana matiti tayari, ana hips broaden. Ukiangalia hata kwa miguu huku karibu na goti, nyuma ya goti, kamguu kameumbika vizuri tu. Na wewe mama hapo, kamguu kameumbika, mchana miaka 7, umemvalisha
miniskirt. Ndiye ameenda nayo kanisani, miniskirt. Lakini kamguu kametengenezeka. Ukifunga hivi anaona tuna two hips. Lakini wewe mzazi umefanya nini huyu mtoto? Nakuuliza, unaponitazama umefanya nini huyu mtoto? Kwa sababu wale ambao hatuoni haya, Biblia inasema mwanamke mwenye haya ni neema juu ya neema. Mwanamke anayependa kujistiri ni neema. Hiyo tunaita ni grace. Sasa sijui wale ambao hatuna haya, hatuna aibu. Hatuna aibu mpaka tupekee matangazo. Na msichana wako anaona vile ambavyo vaa. Unavaa nguo sindiria inaonekana. Msichana naye atatembea kifua wazi. Utamuonya nani? Kama wewe utavaa nguo ya msichana wako wa grade 9. Haya, huyu ambaye yuko grade 6 ama grade 4, avae nguo ya nani? Atavaa ya nursery school, ya PP1. Kwa sababu wewe mtu mzima miaka 40 umevaa grade 9. Sasa yeye yuko na miaka 10 ama 11. Avae satavaa ya PP2 ama PP1. Ni mashindano? Yes. Kwa sababu anapokuwa sasa akianza kupata zile sifa za kuwa mama, na yeye pia anajisikia ni kama wewe. Kwa hivyo kuna competition ya ndani kwa ndani bila wewe mzazi kujua. The girl is akiona nagombana na mume wako live hivi, unamwambia mume wako huna akili wewe. Unamwambia toka, unakuja saa ngapi? Na mchana yuko pale. Kesho yake usishangae akikwambia na wewe mama pia hauna akili. Akirudi na yeye kwa sababu baba wewe unakuja saa 4 na 5 na yeye atarudi saa 2. What will you tell this young girl? Because yuko katika mazingira ya kuweza kujiidentify na wewe. Yuko katika hayo mazingira. Kwa hivyo mwisho wa siku tunasema watoto wametushinda. Kwa sababu ni watoto wa siku hizi. Na mimi ninasema na nyinyi wazazi watoto hawawaelewi kwa sababu na nyinyi ni wazazi wa siku hizi. Naona. Kwa hivyo haya mambo mawili. The competition ambayo inatokea kati ya mama na msichana wake. The big problem is the mother. Je, una uhusiano gani wewe kama mama na msichana wako? Umemweka wapi msichana wako? Tusiwe kama wale akina mama, I'm sorry to say this, ambao wengi wana uncles, in quotes, I hope naelewa, uncles. Na kwa sababu wana uncles ambao wanakujaga nyumbani kwao, akishamaliza na mama huyu, basi msichana wangu huyu pia unaweza endelea naye. Wako ambao akina mama ambao tumefanya watoto wetu wakaweza kuundergo that torture. Lakini hayo tutayaongea, ni mwendelezo tu, haya mambo tutayaongea baadaye. Lakini leo tuendelee. Huyu msichana anapoanza kuona hedhi, kwa sababu hedhi inapokuja kwa mara ya kwanza, mtu haelewi, hajui, ameshtukizia tu panti imechafuka. Wengine hata wajui rangi yake inakaaje. Wengine wanaenda kutuangalia kioo because the mother is too harsh, hawezi kuapproach mama. Ama aende aulize jirani ama auntie. So where is this bleeding coming from? Je, nimekojoa damu ama imetoka wapi? So huyu msichana haelewi. Sasa mwingine anafikiri taisha, inakuja siku moja kidogo kidogo imeisha. Na ipotee sasa, iende for 6 months haipo, ndio irudi tena. Mwingine hata mwaka mzima ndio irudi tena. Na kwa sababu alipoona labda hakushirikisha mzazi wala hakushirikisha mtu, yeye anaona kitu cha kawaida. Kwa hivyo waambie kwamba inapokuja ile hedhi ya kwanza, inaweza kuja ikafuatanisha labda mwezi mmoja ama miwili, lakini baada ya hapo ikapotea. It's very normal. It's normal kwa sababu what we call hypothalamus pituitary ovarian axis, HPO axis, huwa bado inaendelea kukomaa. Kwa hivyo inaweza kurelease hormone this month,
alafu baadaye ikafanya kama imestop, kwa sababu zile hormones bado the cycle bado haijapiki vizuri, she's still growing. So because of the immaturity of hypothalamus, pituitary, ovarian axis, haya yanaweza kutokea. Lakini akifikisha miaka 15 kuendelea bila kuona hedhi, ama aanze hedhi kabla ya miaka 11, 12, tunasema sana 12-13 years, mama, tuletee huyo mtoto. Tuletee, kwa sababu tusipomsaidia mapema atakuja kupata changamoto baadaye, na hasa kipindi kile anatafuta mtoto. Ameolewa, we umekula mahari, lakini hii shida sasa ameenda naye kwa mumewe, shida ambayo alimpata akiwa na miaka 11, akiwa na miaka 10, lakini haikutibiwa. Wewe mama hukujua kwamba mwanao ana tatizo, kazi ni kukaa tu unamwangalia, umpeleka shule, umpeleka university, haya mengine huna habari nayo wala hata huoni umuhimu wake. Sasa yule msichana pole anapoenda sasa, yuko kwenye familia yake, masaibu yanaanza. Masaibu ya kwanza ni kwamba anapoolewa tunaangalia, atapata lini ujauzito, mbona hii tumbo haiongezeki, mwisho wa siku anavyokuja kwetu sasa tunatambua shida ni kwenye hedhi zake hazijakaa vizuri. Huyu ni mtoto ambaye maisha yake labda toka alivyovunja ungo alikuwa na hedhi inaenda zaidi ya siku 36, ama iko chini ya siku 24, ama inatoka nyingi, tena akisikia maumivu makali sana, na inakaa zaidi ya siku 3-4 fululizo. Anabadilisha pad baada ya pad, anabadilisha pad baada ya pad. Mzazi upo, unayafahamu, au labda hata huna habari nayo, lakini ule mtoto anahangaika. Hawa ni wasichana ambao yuko miaka 17, 18. Naam, ameingia kwenye hedhi ndio akiwa na miaka 13 labda. Lakini baada ya hapo zikaanza kuruka, zinakuja baada ya miezi 3, zinakuja baada ya miezi 4, zinakuja zinapotea mwaka mzima, zinarudi tena. Baadaye atakapokuja kwetu sasa na miaka 28, na shida ilianza akiwa na miaka 18, tunapokuja kuiangalia tunakuta kwamba huyu msichana ana kitu kinaitwa PCOS, polycystic ovarian syndrome. Sasa wewe mama ulikuwa wapi? Where were you? Mimi niwaulize akina mama, kwa nini tumekuwa busy kwenda kwa saloon, kwenda kwa vyama vya mama moja na vyama kama 5, sawa, vinawasaidia, lakini we are not busy for our own children. Tuko busy kuwatafutia pesa na namna ya kujikimu, namna ya kujenga nyumba nzuri, namna ya kununua gari nzuri, competition. Lakini muda hata wa nusu saa, hata lisali moja, kukaa na mtoto wako umwangalie. Si lazima awe uchi, umwangalie, umuulize, Neema, hebu niambie hedhi zako zikoje? Mama, last month niliona imekuja siku ya kwanza, alafu siku ya pili kapotea, afu nikakaa 2 days ikarudi, then nikiwa shule nikifanya mtihani, unakumbuka ile wiki nikaenda chooni nikakuta damu imetoka, nilivyokuja. Anaanza kukueleza. Kama huelewi wewe tu, just give us a call. Na sio lazima uje kwetu, we have so many gynecologists outside there, watakusaidia. But also be careful, be very careful, kwa sababu mtoto anaweza kuwa homoni hazijakaa vizuri, na huu ni wimbo wangu wana repeat every day. Homoni hazijakaa vizuri kwa sababu ana tatizo la homoni moja labda iko juu sana. Sasa ile hormone ambayo kwa mfano tuichukue inaitwa labda prolactin hormone, ama hormones kama hizi ambazo ni za thyroid hormone, hapa hazijakaa vizuri, ana tatizo hilo. So kuna a problem within her body ambayo inamfanya anakuwa hivyo, ama anatoka damu nyingi. Ukienda hospitalini unapewa zile dawa zinaitwa oral contraceptives, zile unameza zile dawa. Ile bleeding inaweza kama ni mambo ya estrogen and progesterone hormone, kwa wengine inaweza kutulia,
Lakini namba kubwa ni kwamba ukimaliza zile dawa, ile hali inarudi. Hiyo ndio changamoto ambayo watu wengi wameishuhudia, kwa sababu the underlying cause is not yet managed properly, the root cause. Na ndio hii frame ambayo tunafundisha kwamba we deal with the underlying cause. Ni nini hasa kimekusababisha hiki? We don't treat the symptoms, we go further. Kwa hivyo tutafanya investigations, alafu tutacompare ranges za hiyo na what we have as a fertility education and medical management team, and then we see, are you okay or you are not okay? Msichana wako akija kwangu and she has high BMI, I deal with the BMI first, because najua unene ule utamsababishia excessive bleeding. Unene ule unaweza kumsababishia pia akawa na painful menses. Unene ule unaweza kumsababishia akawa na irregular cycles. Na ule unene unaweza kumsababishia, young as she is, asipevushe mayai. Kwa hivyo mimi wakati wa matibabu nikitibu mgonjwa, I'm very very aggressive in managing the obesity first. Because obesity, as we are talking now, imesababisha wasichana wengi, hasa hawa wadogo kuwa na very irregular cycles. Na wengine wanakuwa na precocious puberty, anabalee kabla ya muda, kwa sababu amekuwa kama kuku wa grade. The way tunaona kuku wa grade wakikua, wamepuliziwa dawa, wamenenepa, within 4 weeks they are ready, 6 they are ready to be taken to people's whatever, either ni butchery or shops, whatever, ili watu wanunue. Lakini hatujaangalia kuku wa kienyeji, ili wewe mweke mezani, anakaa miezi mingapi, ama anakaa hata mwaka, because anakuwa vizuri, ana develop vizuri. Na mimi nataka watoto wetu wawe kama kuku wa kienyeji, waache wa develop vile mili yao, tuache kuwapampia vitu. Kila siku kwenye fridge yupo na soda, every day yasiteka soda. Ice cream mama nataka upo, chips mama weka, na nyama ya kuchoma more than 4 times. Yeah. So hii obesity, and I'm talking nikiwa na passion kubwa sana, because wazazi tumeharibu watoto wetu. Tumeharibu. Kwa sababu we are overfeeding them without the second thought. We don't care. Sasa usiwe the first person kufanya msichana wako aje apate shida za infertility. Uwe kisababisho cha kuweza kumfanya msichana wako ateseke maisha yake yote. Kwa hivyo wewe kama mzazi, understand your girl. Uelewe msichana wako. Hizo feelings anazozipata, mwambie it is part of life. Hapati saa hiyo, it will come. Lakini kila inakuja inaenda, inakuja inaenda. Awe responsible na maisha yake, kwamba hii ni kama vile kila siku lazima nilale, na ule usingizi unakuja natural. Wewe unaye nitazama, wakati umeingia kitandani unajua unalala, yani usingizi unakupata saa ngapi? Huwa tunajikuta tu tumelala na tunajikuta tu tumeamka. This is a gift from God. The same thing, sexual feeling is a gift from God. It is not a punishment. It is not a call kwamba unaenda ukafanya sexual intercourse. It is not a signature. Zimekuja sasa. Hii ngoja mtafute mtu. Lakini ili haya yote yatendeke, it is discipline. You discipline your mind, you discipline your body, then you are able to control yourself. Na haianzi ukiwa mkubwa, ukiwa mdogo. Tufundisheni watoto wetu hayo. Otherwise, huyu mtoto, kwa sababu sasa umemfungia, hana freedom, kwa sababu eti unamprotect. Msichana wa kike hafungiwi jamani wazazi. Msichana wa kike usimwekee fence, atatoka.
The only things unaweza kumpatia msichana wa kike ni ajielewe. Take time. Tell her without fear. Mwambie madhara. Ajielewe. Mfundishe. Na wewe mzazi unapomfundisha, be a role model. Kwa sababu unamfundisha asifanye, na wewe siku baada ya siku uko na mtu. Kwa sababu maybe you are a single. Na kama ni wazazi mnaishi kwenye ndoa, be a role model to your children. Wacha kukaa tu kama sijui mkoja, then you expect your children now wawe wazuri. How? How? Neno la Mungu la tutawafahamu kwa matunda yao. You see? Kwa hivyo mtoto anapokuwa mzuri, hayo ni matunda yako kama mzazi. Kwa hivyo ukiwa umemlea katika njia iliyo nzuri na inayonyoka, basi wewe umechangia katika maisha yake yote, na yeye ataiga hayo, ataendeleza na kizazi kingine. Unapoitwa babu, wajukuu wanapokuja, tabia ni ile yako. Unasema tabia yao kama ya mama yao, lakini huyu mama yao nayo alikuwa na tabia kama ya nyanya yake. So unakuta ni familia nzuri. Kwa hivyo tuwe na muda na watoto wetu, si kuwanunulia. It is not a matter of buying pads, lakini ni muhimu kuhakikisha msichana wako anapoanza kuona damu zake yuko na vitu vyake tayari. Ana pads, ana chupi za kutosha, na ana sabuni yake. Asimix sabuni yake na nyinyi. Hata kama sabuni ya panga, it is enough for her. Ana sabuni yake, ana chupi zake za kutosha, ana pads. Kama hawezi kununua zile pads kwa sababu ya namna socio-economic ya maisha yako, then status yako haikuruhusu, you can get a cotton. Mfundishe inakatwa, sija kavali cotton refu hata hajui, anafikiri inaanziwa mbele kwenda paka huko nyuma. Muonyeshe size, mkatie, mwambie iko hivi, kata hivi. Kumaanisha mara ya kwanza ya pili ameshashika. Kama ni wale wa kuvaa napkins, kuna wengine hawana uwezo huo, wanatumia vitambaa. Well, hatuwezi kuwalaumu. Mama mfundishe how heavy should it be, na abadilishe wakati gani, kwa sababu akiendelea kuivaa na imesha soak tena, unamsababishia aweze kuja kupata infection. Infection imetokana na hiyo kuacha kitambaa ama pad ikiwa imesoka kwa muda mrefu, na ile infection inaweza kuanza polepole, ikiingia kwenye vagina, ikiingia kwenye cervix, baadaye ikiingia kwenye uterus, ikaenda kwenye fallopian mirija yake ambayo tunaita fallopian tubes, baadaye ikamsababishia kupata what we call pelvic inflammatory disease, au magonjwa mengine infection ambayo inaweza kusababishia blocked tubes. Kwa hivyo pia hiyo tuangalie sana, hasa usafi, abadilishe wakati gani, na anapoumwa sana asizoe dawa. Sababu kuna mwingine akiumwa tu kidogo, mwambie kwamba haya maumivu yanakuja yanaisha, na yanapoisha basi hata next month utafika. But kuna yale maumivu makali, ukimwona na maumivu makali sana, wewe mlete, bring her, wewe mlete, tutamsaidia. Lakini kama ni yale maumivu ya kawaida, mwelimishe kwanza kwamba kabla ya kupata hedhi anaweza kupata on and off headache. Wacha kutuletea mtoto kila siku akifika siku ya 22, 20, 21, 22, 23, 24, wewe kazi yako kupeleka hospitali eti ana homa gani? That is what we call premenstrual syndrome, na wanapata sana wasichana wetu. Premenstrual syndrome is a common thing to many of us. Ni kitu ambacho because of the hormonal changes, the progesterone hormone inakuwa iko juu sana, na ikiwa juu unakuta kwamba kuna mabadiliko kwenye mwili, na mojawapo ni matiti yanakuwa yamejaa sana, msichana anakuwa moody ama mama anakuwa na hasira na vile vile mwili unakuwa unachoka, so analala. Kwa hivyo hata wewe mwalimu kwenye darasa, elewa huyu msichana. Kwa hivyo usimuone leo amelala, ambia stupid, wake up. No, please teachers, let us be humble. Let us be humble to these girls. Yeye mwenyewe muite, muulize, mwelewa. Then ukishaelewa ni around those days, tell her, let her know kwamba usingizi utakuja. Lakini sio saa zote kwamba ukija lazima ulale, no.
the moment a human being is a mystery. Lakini akishaelewa kwa nini hiki kitu kinatokea and she is able to control it, then maisha yanakuwa the normal way. Lakini kama haelewi kwa nini analala, then that's where the problem is. Kwa hivyo mwelimishe kwamba afahamu hili linatokea, kumbe ni hormone fulani. Then baada ya hapo ataanza kuona siku zake, na kabla ya siku zake kuna kuumwa sana na tumbo, because ili ile damu itoke we need a hormone tunaita oxytocin hormone. Na ile oxytocin hormone ikitolewa kwa wingi huwa inafanya uterus ina contract. So wakati ina contract kwa nguvu, damu zinatoka nyingi. Ile contraction ina affect also the nerves, na mtu anakuwa na maumivu sana pia kwenye mgongo. So hiyo hali sometimes ukinywa tu hata maji ama chai ya moto inapungua. Kwa wale ambao wanaumwa sana, kuchukua kitambaa ambacho kina maji warm and then you put it at the lower part of your abdomen or at the back, those are ways tunaziita a conservative management, yani si lazima utumie dawa. Kwa hivyo hiyo unakuta yale maumivu yanaisha. Kwa wengine ambao ni gangari, doing some exercise when there is that pain, it releases the pain. Wale ambao wana herbs like mchaichai ina hiyo effect ya relaxation of muscles. Kwa hivyo pia ile mchaichai tunaita ni green tea, it's very common especially in Taita, tunayo hizo green tea. Kwa hivyo kwa Kitaita wanaita murungundia. Kwa hivyo yule mti ni mzuri sana, unauchemsha anakunywa tu na hali inakuwa ya kawaida. Sio lazima wengine wananunua mpaka matins of painkillers. So elewa msichana wako, be a mother. Usiwe monster kwa msichana, usimchukie. Take time. Ukiona anakasirika, understand ni age, nenda pole pole, lakini tusiwaharibu. As much as we are trying to understand this young girl, lakini tusiwaharibu. Kwa hivyo asanteni sana kwa kunitazama na kunisikiliza, na hii ni mwendelezo wa FemTeam. Ina mambo mengi, sisi kama wazazi, walimu na walezi tuweze kuelewa zaidi tufanye nini kwa hawa. So katika video ambayo itakuwa inafuata nitaendeleza kidogo kuhusu wasichana bado, alafu baadaye pia nitaongea kuhusu teen femme in boys. Kwa hivyo tutakuwa tunaangalia sasa mtoto wa kiume, lakini hasa kuna combination fulani ambayo nitaicombine, especially wakati kijana na msichana wamekutana, kwamba huyu anakuwa attracted na wakuta sasa wanaanza kutumiana barua kama wanasoma shule moja, unawakuta wako wawili. What should we do as parents? But don't forget to subscribe and to follow me, like and comment and then share. In this way tunafundisha society. Kwa hivyo nawashukuruni sana na muendelee kusubscribe na kuview channel yangu. Mungu awabariki na nawatakieni Pasaka njema. Happy Easter and may God bless you all.